Cuba iko katika hali ngumu ya kiuchumi. Maisha ya Wacuba kwa sasa unaweza kuyaita ni ya kubahatisha, yakiporomoka katika sekta zote muhimu. Mgogoro mkubwa wa kibinadamu ambao haujawahi kuonekana kwa miongo sasa unashuhudiwa nchini humo. Hakuna umeme, kiza kimetawala, huku uvundo unaosababishwa na mirundo ya taka ukihanikiza mji mzima wa Havana. Hakuna kinachokwenda vizuri. Ukosefu wa nishati umesababisha ugumu katika usambazaji chakula na maji, huku sekta ya afya ikiporomoka. Cuba imekuwa ikiandamwa na vikwazo ilivyowekewa na Marekani kwa zaidi ya miongo 6 kufuatia mvutano na nchi hiyo tangu mapinduzi mwaka 1959 yaliyochochewa na tofauti za kimitizamo pale ilipoonekana kwamba Cuba imejiegemeza na Urusi wakati ule wa vita baridi, ikifahamika kama muungano wa Kisovieti, na upande mwingine China waliokuwa ni mahasimu wa Marekani. Mivutano na Marekani imepata nguvu zaidi katika miaka hivi karibuni baada ya Washington kuiwekea vikwazo zaidi Cuba, ambavyo vimesababisha kukosekana kwa nishati na kuchangia matatizo mengi ya kiuchumi ndani ya taifa hilo la kisiwa ya wakazi takriban milioni 10. Rais Donald Trump hivi sasa anapiga baragumu la kutaka kuupindua utawala wa mjini Havana baada ya kuchukua hatua kama hiyo dhidi ya mshirika wa Cuba, Nicolas Maduro nchini Venezuela. Kitu gani hasa anachokitafuta kutoka Cuba Rais Donald Trump? Wa Cuba wanao uwezo wa kusimama dhidi ya uchokozi wa Marekani? Kwenye maoni mbele ya meza ya duara leo hii nimewaalika kutoka huko Marekani mwandishi wa habari mkongwe mjini Washington Abdushakur Abud, na mjini Cologne hapa Ujerumani ni Ramadhan Ali, mwandishi wa habari mstaafu wa DW Kiswahili, na kutoka huko Dar es Salaam ni mwandishi wa habari Abubakar Liongo. Kutoka hapa studio mjini Bonn, mwenyekiti wako ni mimi Saumu Mwasimba. Karibuni. Na nianzie kwako Abdushakur. Marekani imeizuia Venezuela kuipelekea Cuba mafuta mara baada ya kumwondoa madarakani kwa nguvu na kumkamata Rais Nicolas Maduro Januari 3, na hatua hii imesababisha matatizo makubwa sana ndani ya Cuba, ambako ripoti hivi sasa zinasema nchi nzima imekosa umeme, na hata maafisa wa afya wanasema mgogoro huu umezidisha kitisho cha kuongezeka vifo vya wagonjwa na hasa watoto. Hii hali ambayo inatokea hivi sasa Cuba inazungumziwa vipi hapo Marekani? Kwa hakika wa Marekani kwa sehemu kubwa hivi sasa wamebabaishwa sana na vita vinavyoendelea kule Iran, lakini kuna wengi ambao wanahusika sana na hali ya mambo kule Cuba, hasa wale wanaishi kusini mwa Marekani katika jimbo la Florida. Jimbo la Florida ndio linajulikana kuwa na wakazi wengi kabisa wenye asili ya Cuba. Kwa hivyo hali ni nzito kweli kweli. Kuna makundi ya haki za binadamu yamekuwa yakipeleka misaada midogo midogo. Kuna kundi moja lilikwenda huko juzi alafu kurudi wakakamatwa, wamepeleka dawa na chakula na kadhalika, lakini kwa kiwango kidogo kabisa. Kwa ujumla wa Marekani hapa hawazungumzi sana juu ya swala la Cuba, manake ni swala ambalo ni sugu kwa miaka mingi. Tunajua toka mwaka 1960 kumekuwa na vikwazo, Eisenhower rais wa kwanza wa Marekani kuwekea Cuba vikwazo. Kwa hivyo ni swala ambalo watu wanaliangalia kwa jicho sio kwa ndani kabisa, manake hakuna habari nyingi zinatokea, lakini kwa wale wanaofuatilia wanajua kwamba hali ni mbaya sana, hasa baada ya Trump kumwondoa Maduro kule Venezuela na kuzuia kupelekwa kwa mafuta. Venezuela ndo muuzaji mkubwa wa mafuta kwa Cuba. Kwa hivyo hali imekuwa mbaya kama ulivyoeleza hapo mwanzoni. Kuna kiza, kuna uchafu kwa sababu hakuna magari yanakwenda, mafuta ni ghali. Kwa hivyo kwa ujumla wa Marekani wa jimbo la Florida wana wasiwasi mkubwa. Wale wa Cuba wenye asili ya Kikuba ambao wako hapa miaka mingi, waliokuja kabla ya mapinduzi, wale ndio wanaochochea zaidi, wanataka mabadiliko kule Cuba. Vyombo vya habari vya Marekani haviripoti vya kutosha hali hiyo, lakini wa Marekani wakipata habari, wale wanaofuatilia inawahusisha sana, hasa wanaharakati na watu wanaofuatilia, wahamiaji wanaojua mambo ya Cuba. Lakini kwa ujumla ukiangalia, ukifuatilia miaka hii yote, vyombo vya habari vya Marekani havizingatii sana habari za Cuba, manake hawana waandishi wa habari kule ndani ya Cuba kwenyewe. Ramadhan Ali, tangu enzi ya vita baridi,
Cuba ni adui wa Marekani, mivutano imekuwa ikiendelea. Nini hasa kinachofanya au kinachosababisha mivutano hii kati ya Marekani na Cuba? Inatokana na nini? Natumai tangu mapinduzi yaliyoanza Julai 26 mwaka 1953, kikundi cha wapiganaji chini ya uongozi wa Fidel Castro na nduguye Raul Castro ilipohujumu kambi ya kijeshi ya Moncada, Santiago, ili kupindua utawala wa dikteta Fulgencio Batista, ambaye binafsi mwaka 1952 aliingia madarakani kwa kufanya mapinduzi na kuidhibiti Cuba. Kwa hivyo akina Fidel Castro walianza hujuma ya kumpindua Batista, na kilele chake ndio kikafikia mwaka 1959 baada wao kutoka kwenye mlima mashuhuri hadi kufikia Havana na kudhibiti Cuba na kuanzisha mapinduzi ya kiuchumi, utaifisha ardhi, mabenki na makampuni mengine. Na hii imeikasirisha Marekani ambayo ina mfumo wa kibepari au kuweza kuvumilia, na kama ulivyotaja ilikuwa wakati wa vita baridi na pakazuka ghafla ule mvutano wa Cuban crisis pale Warusi walipokuwa wanaisaidia Cuba, yakawekwa makombora katika kisiwa cha Cuba ambayo Marekani chini ya John Kennedy haikuweza kuvumilia, na ikafika mkabala wa meli za Urusi zilikuwa zinaelekea Cuba. Marekani akazikabili na mwishowe tena ndugu yake Kennedy, Edward Kennedy, akawaleta ufumbuzi kwa kufikia suluhu ili Urusi rudi nyuma. Kwa hivyo mvutano tangu enzi hizo umekuwa mkubwa, hasa chini ya utawala wa Fidel Castro, kwa sababu mapinduzi ya Cuba imekuwa na athari kubwa, sio tu katika eneo la Caribbean. Pale unakumbuka Ronald Reagan aliingia kijeshi katika visiwa vya Grenada, natumai kuzuia Cuba nyingine kutokea upande huo. Na athari zake hizi pia zimefika Afrika Mashariki, kwani Zanzibar ilielezwa na Marekani ni Cuba ya Afrika Mashariki. Na Abubakar Liongo, unatathmini vipi hapa ilipofikia hali ya maisha ya Wacuba na ulipofikia mvutano wa Cuba na Marekani? Kwa hali ya sasa hivi ukiangalia mvutano kati ya Cuba na Marekani, huku kwanza ni mvutano ambao wa miaka mingi sana. Nimesikia hapo mwisho akiwa anaelezea Ramadhan Ali, lakini kwa mabadiliko ya kizazi hiki cha sasa hivi, ule udhibiti au zile nguvu ambazo zamani chama cha Communist ilikuwa nacho ni tofauti. Enzi za wakati wa siasa baridi za mashariki na magharibi, hali jinsi ilivyo sasa hivi, uchumi ndio silaha